Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kwa wananchi, sambamba na kile ambacho kilichopo katika upande ambao ni wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Unafahamu kwamba wameweza kutoka kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika na sasa wanarejea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo wanakutana na moja kati ya timu anazungumzia si wengine bali ni hapa nazungumzia Dodoma Jiji, moja kati ya timu ambazo na zenyewe zinajipambania vizuri kabisa, ambapo utakwenda kushuhudia mchezo mkubwa kabisa ambao utakwenda kupigwa pale katika dimba la KMC, ambapo Young Africans wakiwa wenyeji watawaalika watengeneza zabibu ama walima zabibu. Hapa nazungumzia Dodoma Jiji katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Ikumbuke kwamba Young Africans katika ligi kuu wanaendelea vizuri kweli kweli, wana mapambano ya kutosha kabisa, wanaonesha nia ya dhati kabisa kuweza kulitaka taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara katika msimu huu. Sasa klabu ya soka ya Young Africans kupitia kocha wake mkuu, hapa nazungumzia kocha Pedro, ameweza kuweka bayana majina ya wachezaji ambao wanaoanza katika kipindi ama katika mchezo huo, na mimi nikaona sio vyema nikusogezea hapa kikosi kamili ambacho kitakachoingia kuweza kuwavaa Dodoma Jiji katika mchezo huo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, katika mwendelezo wa kile ambacho Young Africans wameendelea kuweza kukifanya katika michuano hii ya ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakilihitaji kombe lingine la tano, huenda ikawa ni tano mfululizo. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje mpaka mwisho, ila kabla tujaendelea kukutajia kwenye kikosi, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine, wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa licha kupoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, na wapo katika mchezo wa marudiano na hao National Al Ahly katika mwezi huu, ambapo baada ya kucheza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji watakaa siku kadhaa kwenda kukutana siku ya tarehe 31 ya mwezi Januari, ambapo watacheza dhidi ya Al Ahly. Kwa hiyo mabadiliko ya kocha ya kikosi chake yamekuwa ni makubwa, kwa sababu kuna wachezaji ambao wanabidi wapumzike ili kuweza kuwapata wakiwa fiti katika mchezo dhidi ya Al Ahly, ambapo klabu ya soka Young Africans kupitia kocha wake amesema mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo wa Dodoma Jiji yatabadilika sana, ambapo golini ataanza Abutwalibu Msheli, mmoja kati ya magolikipa bora kabisa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kabisa, hapa nazungumzia Abutwalibu Msheli, mwendelezo mzuri ambao yuko nao kwenye kikosi cha Young Africans. Umeweza kushuhudia kule kwenye finali za Mapinduzi, alikuwa bora sana katika mchezo ile ambao alikuwa akiweza kupata nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Mwendelezo wake unaendelea kuwa mzuri Abutwalibu Msheli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo alina ubishi, utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayokwenda kupigwa ndani ya kikosi hiko dhidi ya Dodoma Jiji. Huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi, akiweza kusimama vyema kabisa katika mchezo huu. Unafahamu shughuli yake, amerudi na amerejea katika ubora mkubwa baada ya kuwa kwenye majeraha ya muda mrefu. Atola Yao Kwasi, unafahamu shughuli yake, ana uwezo mzuri wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kurudi kukaa katika nafasi yake. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wana uzoefu wa kutosha kabisa ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo shughuli kama hizi anazifahamu vyema kabisa. Huku beki namba 3 anasimama Issa Shadrack Kiboka, unafahamu shughuli yake
miongoni mwa watu makini kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga. Ana uwezo mzuri wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, na mwendelezo wake umekuwa ni mzuri kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo leo katika hilo halina ubishi, halina mpinzani kwamba nani ambaye anastahili kukaa katika nafasi hiyo. Hilo halina ubishi kabisa. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali unazungumzia hapa ni Frenkie Asinki. Unafahamu bora wake miongoni mwa watu hatari kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kabisa, akipewa nafasi anaonesha kile ambacho yuko nacho. Akipewa hapa nazungumzia majukumu anayakamilisha vile ipasavyo. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kila mmoja anaenda kufanya majukumu yake vyema kabisa. Kwa hiyo ni mchezo ambao Young Africans pia wanahitaji pointi katika mchezo huu. Kwa hiyo sio mchezo rahisi kabisa. Huku unazungumzia beki namba 5 kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Uwezo wake, kasi yake unafahamu vizuri kabisa, moja kati ya mastopa wazuri kabisa. Kapteni mwenyewe anasimama kama beki namba 5 katika safu ya ulinzi. Huku namba 6 ikiweza kusimamiwa hapa sasa, na hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni Damaro, akiendelea kuweza kusimama katika nafasi hiyo. Ubora mkubwa kabisa ambao yuko nao, ameendelea kuweza kuwa ni mwiba mchungu kabisa kwa viungo wa katikati. Huku unazungumzia namba 7 sasa, hapa anasimama si mwingine bali ni Emmanuel Mwanengo. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya vijana kutoka pale Tabora United zamani, kwa sasa inaitwa TRA United. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanyika ndani ya kikosi cha ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Huku unakuja kwenye upande hapa nazungumzia wa namba 8. Namba 8 hapa nasimama si mwingine bali ni Alassane Kouma. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu hatari kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri licha kutokupata nafasi mara chache, lakini amekuwa akiendelea kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Huku namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Mwalimu akiona kitu cha tofauti kuendelea kuweza kumwamini Dube na kuanza katika mchezo huo mkubwa kabisa. Huku unazungumzia namba 10. Namba 10 hapa sasa shughuli itaweza kusimamiwa kikamilifu zaidi, ambapo mwalimu anaona kabisa Mudathir Yahya anafaa zaidi kuweza kusimama kama namba 10 katika mchezo huu. Kwa hiyo hilo alina ubishi, utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inapigwa pale na Mudathir Yahya. Huku namba 11 hapa unakwenda kukutana na si mwingine bali huyu ni Profesa Waboli Pacome Zouzoua, akipewa nafasi ya kuweza kuanza katika mchezo huu dhidi ya Dodoma Jiji. Bana, weka maoni yako kuhusiana na kikosi hiki, wewe umekionaje? Unadhani Young Africans wataondoka na ushindi mbele ya Dodoma Jiji? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau